Uongozi na wanafunzi wa shule ya msingi ya New Precious wametembelea kituo cha kulelea watoto cha Matumaini Ursula kilichopo Miuji jijini Dodoma, kinachomilikiwa na shirika la Mtakatifu Ursula kwa ajili ya kuwapelekea mahitaji muhimu kama sukari, nguo, sabuni na vinywaji kwa ajili ya kuwasaidia watoto hao kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Mara walipofika katika kituo hicho, Sister Betha Alphonse Kitali akatoa neno la shukrani kwa ajili ya ugeni huo. Nipenda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwepo wenu siku ya leo katika kituo chetu. Ninaamini vituo vipo vingi hapa Dodoma, lakini Mwenyezi Mungu amewagusa, mmefika kutembelea watoto wetu wahitaji katika kituo hiki. Mwenyezi Mungu atazidi kuwarudishia. Ninachoomba kwa wengine wanaosikia sasa hivi, wanaoangalia, tunaomba Mungu aguse mioyo yenu ili tuweze kusaidiana bega kwa bega katika kukamilisha hii kazi tuliyoianzisha hapa. Watoto wanahitaji kama watoto wengine katika familia, na hatuna budi kuwapa watoto haki zao za msingi. Na pia uongozi wa shule mnafanya kitu kizuri, mnawafundisha watoto kuwa na moyo wa ukarimu, kuguswa, kusaidia watoto wenzao wahitaji. Ni kitu ambacho kinakuwa ni mwendelezo kwa watoto wanaposikia kitu kama hiki. Tunajenga watoto katika msingi ulio bora. Justina Mhoja ni mkurugenzi mtendaji wa shule ya New Precious ambaye anaeleza lengo la utoaji wa msaada katika kituo hicho kinachowalea watoto yatima pamoja na wale wanaoishi katika mazingira magumu. Tumeamua kuja huku kituo cha Matumaini Miuji kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma. Huu ni mwezi wa Kwaresma kwa sisi tunaoamini imani yetu ya Kikristo. Kwa hiyo ni miezi ya kutoa majitoleo. Sasa nikaona kama shule nisifanye peke yangu, kwa hiyo nikashirikisha wazazi, walezi, lakini na timu nzima ya shule kwa ajili ya kuja kufanya matendo ya huruma. Matendo ya huruma ni kwa ajili ya majitoleo mbalimbali. Kwa hiyo kuna vitu tofauti tofauti ambavyo tumeleta kwa ajili ya hawa watoto wanaoishi hapa kwenye hiki kituo cha hapa Miuji. Kwa hiyo kila mwaka miezi kama hii tumekuwa kama shule ya New Precious tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa hiyo tukafikiria sasa mwaka huu tuje hapa. Sisi kama New Precious, nikiwa kama mkurugenzi mtendaji, kweli tulisikia sister alisema kwamba kuna watoto wanasoma shule za serikali lakini wengine wako shule za private. Tukajaribu kuhoji, akasema kwamba wale ambao wako shule za private ni wale ambao mtu anaweza akaamua kujitolea na kuchukua watoto wawili, watatu hivyo. Sasa kwa mimi nikaguswa kwamba tutachukua mtoto mmoja ambaye tutaweza kumsomesha kuanzia, tutaongea na sister kwamba kama ni mtoto wa kuanzia kindergarten au kama tutapata wa kuanzia class 1, tutaongea na sister. Kwa hiyo tutachukua mtoto mmoja, tutamsomesha. Delphina Nyaki ni mwenyekiti wa bodi ya shule ya New Precious ambaye anatoa salamu maalumu kutoka kwa wazazi. Kwa niaba ya wazazi, nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa wazazi wote ambao wamejumuika kutoa sadaka zao kwa ajili ya watoto wa kituo hiki cha Matumaini. Niseme asante sana, lakini pia niendelee kuwaomba wazazi, tuendelee kuwafundisha watoto wetu kutoa kwa ajili ya wengine. Tuwafundishe kwamba tunapotoa tunamkopesha Mwenyezi Mungu. Hatuna uhakika kwamba tutakuwa na watoto wetu mpaka mwisho wa safari yetu ya maisha hapa duniani. Kwa hiyo tunapotoa kwa ajili ya hawa watoto wahitaji, basi pia tunawafundisha watoto wetu kwamba watakapokuwa wakubwa kwenye maisha yao, kutoa iwe ni sehemu ya maisha yao. Tunawashukuru sana
walezi wanaopatikana katika kituo hichi cha Matumaini. Asanteni sana masista kwa huduma ambayo mnaifanya kwa watoto hawa. Nasi tunawaombea watoto hawa wakue katika kimo na maarifa, wakimpendeza Mwenyezi Mungu na wanadamu.